Baba, tunakutukuza, Baba tunakuinua, Baba tunaliadhimisha jina lako takatifu, wewe uliye mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana na Mungu mwenye nguvu. Tumekusanyika mahali hapa Bwana, mbele za uso wako Bwana, upate kusema nasi. Hatukuja kumwangalia mwanadamu mahali hapa, wala kujileta kwa namna yoyote ya kujionyesha, lakini tunakuhitaji wewe Yesu Kristo uliyekufa pale msalabani, ukashinda mauti, ukafufuka, upo mkono wa kuume wa Mungu Baba. Asante kwa wokovu, asante kwa uponyaji. Roho Mtakatifu tunakualika sasa, Bwana, tembea katikati yetu, sema nasi katika ufunuo wa Roho Mtakatifu kupitia neno lako Bwana. Tunavunja falme, mamlaka, wakuu wa giza na jeshi la pepo wabaya katika jina lake Yesu Kristo. Mungu, tunaangusha ngome zote za adui. Neno lako likawe na ushindi ndani ya maisha yetu, likituinua, likituponya na kutuokoa na kutuchukua katika hatua moja kwenda hatua nyingine. Asante Bwana, kwa sababu nitatumika kama chombo mbele za uso wako Bwana, na kushukuru kwa ajili ya kila aliyehudhuria katika ibada hii. Sote tunajikabidhi mikononi mwako katika jina lake Yesu Kristo tunaomba, wote tuseme amen. Bwana asifiwe. Nataka tujifunze au tujikumbushe kuchukua hatua ya imani. Kuchukua hatua ya imani. Kitabu kile cha Luka sura ile ya 4, Luka 4 mstari ule wa 25, 24 na 25. Luka sura ya 4 mstari ule wa 24. Samahani, nianzie mstari wa 25 moja kwa moja badala ya 24. Biblia inasema hivi: lakini kwa hakika nawaambia, palikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israeli zamani za Eliya, wakati mbingu zilipofungwa miaka 3 na miezi 6, njaa kuu ikaingia nchi nzima. Wala Eliya hakutumwa kwa mmojawapo, ila mjane mmoja wa Sarepta katika nchi ya Sidon. Tena palikuwa na wenye ukoma wengi katika Israeli zamani za nabii Elisha, wala hapana aliyetakaswa ila Naaman mtu wa Shamu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haya maneno Yesu anaongea mwenyewe akikumbusha wakati wa agano lile la kale yalipotokea. Amen. Anasema kulikuwa na wajane wengi katika kipindi kile, lakini Elisha mtumishi wa Mungu hakutumwa kwa mwingine yoyote isipokuwa mjane yule wa Sarepta. Ni neno la kujiuliza ndani ya moyo wake, kwa nini wa Sarepta na siye yule wa nchi nyingine au mji mwingine? Hapo Yesu alikuwa na swali. Lakini pia kipindi kile kulikuwa na wengi wenye ukoma, lakini si wote walioponywa ukoma isipokuwa tu yule tunaambiwa habari zake. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Jemedari Naaman wa Shamu. Inawezekana hata katika Israeli yenyewe kulikuwa na wakoma, lakini hakuna wote aliyetakaswa. Lakini aliyetakaswa ni yule wa Shamu, Naaman jemedari. Bwana asifiwe. Hebu soma maneno haya katika kitabu cha Marko sura ya 5 anzia mstari ule wa 25 mpaka 34. Yakumbuke hayo niliyosoma mwanzoni, maana ujumbe wangu una maana. Inasema, na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matibabu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyonavyo, kusimfai hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake,
maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemchemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Mara Yesu, hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, waona makutano wanavyokusonga songa, nawe wasema ni nani aliyenigusa? Akatazama pande zote ili amuone yule aliyelitenda neno hilo, na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lililompata. Akaja akamwangukia, akamweleza kweli yote. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, nenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Bwana Yesu asifiwe. Sio maneno mageni sana katika masikio yako juu ya huyu mwanamke aliyeugua au aliyetoka damu miaka 12. Umesikia mara nyingi ukihubiriwa na kufundishwa, na wewe mwenyewe pia umesoma sio mara chache habari za mwanamke huyu. Inawezekana pia umelihubiri na kulifundisha, lakini leo naomba ulichukulie neno hili tofauti sana katika maisha yako binafsi. Haleluya. Bwana asifiwe. Ninaamini kabisa Roho Mtakatifu ana neno la kusema na wewe kupitia maandiko haya niliyosoma siku ya leo, ili Bwana akutendee jambo. Huyu mwanamke habari zake tunazipata mara nyingi. Alikuwa mgonjwa. Ninaamini ugonjwa wake sio kwamba ulikuwa mfululizo, la sivyo angekufa, kwa sababu damu ingekuwa inatoka nyingi sana na asingeweza kuishi. Lakini ni jambo ambalo lilikuwa linaendelea. Hivyo lilikuwa linamtesa sana kwa kipindi kirefu. Biblia inasema miaka 12. Miaka 12 si michache, ni mingi. Bwana asifiwe. Na mara nyingi nimesema mtu mgonjwa unaweza ukampenda kama ataumwa siku 2, 3, wiki, mwezi. Hata kama ni ndugu yako, akiendelea kuumwa utamwacha. Kwa hiyo kuumwa sio kuzuri, kuumwa ni kubaya. Atakee baki na wewe kama ni mume au mke, basi labda yule wa karibu, na tena awe amekupenda kweli, kwa sababu wengine wanakimbia. Na naamini huyu pia mume wake alimkimbia, hakukaa naye. Ugonjwa kisha endelea kuzidi, unakuwa mzigo kwa yule, kwa wote, kwa ndugu zako wote, hawezi kukuuguza. Na huyu alichukua mali zake. Biblia nasema alitumia mali zake nyingi, alipoteza mali zake nyingi kwa waganga. Manake aliambiwa mganga mzuri yuko mahali fulani, alienda. Alipofika kule hakupona, akaambiwa yuko Sumbawanga, akaenda. Akaambiwa huko nako hayupo, akaambia nenda sasa hivi, labda uende kule kwenye kisiwa cha Ukerewe. Naye akaenda, lakini pia hakupona. Akaambiwa nenda sehemu zingine, sijui wapi. Manake aliuza vitu vyake vyote. Bwana Yesu asifiwe. Aliuza vitu vyake kwa sababu aliteseka, shida ilikuwa kubwa. Kwa hiyo kila siku alipoteza gharama zake, kama alikuwa na gari, kama alikuwa na pikipiki, kama alikuwa na baskeli, kama alikuwa na nyumba, kama alikuwa na masufuria, kama alikuwa na meza na kochi, alivitoa vyote. Hakuna kitu kizuri kama kuwa mzima. Bwana asifiwe. Ukiwa na afya yako unaweza ukafanya kitu chochote, lakini afya yako ikitetereka hauwezi kufanya chochote. Hakuna kitu kitachokufurahisha. Mavazi hutaona yanakaa vizuri, afya yako ni mbaya. Kiatu chako hutakiona kizuri, afya yako ni mbaya. Hakuna chakula utakachokipenda kwa sababu afya yako ni mbaya. Hakuna utakachofurahia katika ulimwengu huu kwa sababu afya yako imetetereka. Ni muhimu sana uwe na afya njema. Mshukuru Bwana Yesu ambaye amekuponya. Mshukuru Bwana Yesu kwa sababu amekupa uzima. Mshukuru Bwana Yesu kwa sababu amekupa afya njema. Haleluya. Ameagusa maisha yake, akaweka uzima ndani ya maisha yako. Ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Haleluya.
Vyote ukivipata ukakosa afya yako, vile ulivyovipata havina maana. Havina maana, kwa sababu huwezi kukifanyia chochote, hutavifurahia. Mgonjwa, Bwana Yesu alisema lazima amponye. Haleluya. Anaponya roho, anaponya na miili yetu, tuwe na afya njema. Wewe uliye mgonjwa, amini Yesu atakuponya. Leo atakupa uzima na afya katika mwili wako, kwa sababu Yesu anataka uzima wa roho yako na uzima katika mwili wako. Huyu mwanamke aliteseka, alihangaika sana. Lakini ikatokea bahati mzuri kwake, akasikia habari za Yesu kama wewe ulivyosikia habari za Yesu. Haleluya. Wewe ulivyosikia habari za Yesu, na huyo pia alisikia habari za Yesu. Yesu anahubiriwa tangu miaka mingi sana. Umesikia mara nyingi habari za Yesu. Inawezekana ulizisikia kwa namna ya kawaida. Haleluya. Lakini leo ulisikia habari za Yesu kwa namna tofauti. Yesu kama awekaye uzima ndani ya roho yako. Yesu ambaye anaweka uzima katika afya yako. Yesu ambaye anaweza akayabadilisha maisha yako na kuyafanya tofauti kuliko ulivyokuwa. Haleluya. Hebu liangalie jina la Yesu kwa namna tofauti siku hii ya leo, ili Yesu huyu ambaye wengi wanamhubiri au wengi umesikia habari zake, akutendee kitu cha tofauti. Kwa nini afanye jambo la tofauti? Kwa sababu wenye ukoma ni wengi, lakini aliyeponywa ni mmoja tu, Naaman. Haleluya. Wajane walikuwa wengi, lakini Elisha alitumwa tu kwa yule wa Sarepta. Wengi wanaosikia habari za Yesu, sio wote wanapokea uponyaji, sio wote wanaponywa roho zao. Lakini wewe uwe miongoni mwa wale wachache sana ambao watalipokea jina la Yesu na kuleta mabadiliko katika maisha yao. Bwana apewe sifa sana. Huyu alisikia habari za Yesu katika nchi ile ya Uyahudi aliyokuwa anakaa. Sidhani kama wengine walikuwa hawajasikia habari za Yesu. Kama miaka 12 alikaa, hiyo miaka 12 sidhani kwamba siku zote Yesu hakuwa akusikia habari zake. Lakini ulifika wakati, ulifika saa ya wokovu ni sasa. Saa yako ya kukupa uzima ni sasa. Saa yako ya uponyaji ni sasa. Haleluya. Wewe uliyekuwapo hapa, hata wewe unyenisikia kutoka mbali, saa yako ya wokovu ni sasa, kwa sababu ndio ujumbe unakufikia. Na unapokufikia lazima uchukue hatua, uone kile ambacho Mungu amekikusudia katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwanamke aliposikia habari za Yesu aliona, hapa nimetembea, nimejaribu, lakini nimesikia habari za huyu Yesu. Wengi wakifunguliwa, vipofu wakiona, viziwi wakisikia, viwete wakitembea, wafu wakifufuliwa. Akasema na mimi lazima niende kwake, yamkini nitapona, yamkini nitapona. Huyu alisema hivi moyoni mwake, nikienda nitakwenda kugusa vazi lake. Bwana asifiwe. Nitakwenda kugusa pindo la vazi lake. Alisema ndani ya moyo wake, hakumshirikisha mtu. Alisemea moyoni mwake. Mara nyingi maamuzi yanayotoka moyoni yanasababisha matokeo. Nilimwona yule mwana mpotevu, Biblia sema alisema ndani ya moyo wake, kwa baba yangu wanakula na kunywa na kusaza, ona mimi sasa ninakaa hapa na kula chakula cha nguruwe. Yale maamuzi ya ndani ya moyo wake yalisababisha afanye jambo, yalisababisha arudi kwa baba yake, yalisababisha baba yake ampokee. Bwana Yesu asifiwe. Amua ndani ya moyo wako kile unachokihitaji ili Mungu atende. Haleluya. Usifuatishe, na kama unafuatisha lakini lianzie ndani ya moyo wako. Wala usiigize, fanya kutoka ndani ya moyo wako.
Na huyu aliamua kufanya kutoka ndani ya moyo wake, akasema nitakwenda kugusa pindo la vazi yake. Unajua ukishaumwa muda mrefu sana, kuna wakati ambapo unakuja kuamua uwezi kumshirikisha kila mtu kila kijambo. Maana umeteseka, alafu mateso ni ya kwako. Na ndugu zako sasa wamesha kuacha. Unafika wakati unasema sasa ninaamua mwenyewe nifanye nini ili nipokee uponyaji. Haleluya. Alichukua hatua. Akasema nitafuata. Kwa hiyo alisikiliza wapi Yesu leo anahubiri. Wapi Yesu leo anahubiri. Akaamua kumfuata kule aliko. Bwana Yesu asifiwe. Desturi, kawaida, mila za Wayahudi, wanaume wanabatana pamoja. Huwezi kumkuta mwanamke anakaaga mbali. Haleluya. Bwana asifiwe. Hata Yesu Kristo siku ile akiwa pale msalabani, wanawake walikuwa wanaonekana kwa mbali wakishuhudia jambo lililokuwa linatokea. Kwa hiyo ilikuwa kwanza hicho ni kikwazo kwa huyu mwanamke kukaribia lile kundi la wanaume waliomzunguka Bwana Yesu. Akaamua kumfuata Yesu. Akapenyeza. Haikuwa rahisi. Na mwanamke katika hali ile anakuwa najisi. Hatakiwi kuonekana katikati ya watu. Kulingana na tabia zao za Kiyahudi, anakaa nyumbani kwa kipindi chote akisubiri atakasike. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yeye akasema pote kwa mbali nataka nipone. Aliamua kumfuata yule Bwana Yesu. Sasa upite wa katikati ya wababa wenye nguvu waliomzunguka Bwana Yesu. Walijaribu kupita, wengine walimpiga kumbo. Huyu mwanamke anatafuta nini hapa saizi? Haleluya. Walimpiga kumbo, labda akaenda akaangukia huko. Lakini hakukata tamaa, aliinuka. Bwana asifiwe. Mara ngapi unapigwa kumbo alafu hautaki kuinuka? Katika jina la Yesu leo uinuke. Kama kuna jambo lilikuvunja moyo na kukatisha tamaa likakufanya ukae chini, katika jina la Yesu Kristo inuka pale ulipo. Chukua hatua. Haleluya. Kwa sababu hakuna atakaye kuchukua wewe hapo chini. Lazima ujikusanye mwenyewe. Uazimie kwamba nakwenda kumuona Yesu Kristo. Haleluya. Yesu sio wa watu, Yesu ni wa mtu. Haleluya. Bwana asifiwe. Yesu wa watu wengi hajafanya jambo kubwa, lakini Yesu wa mtu mmoja ametenda jambo kubwa. Kama unataka Yesu akutendee, lazima awe wa kwako peke yako. Ndio atayagusa maisha yako peke yako. Ndio ataleta mabadiliko katika maisha yako peke yako. Na wewe ukikutana naye lazima utakuwa na ushuhuda. Utasema Yesu amenitembelea. Yesu nimemwona. Haleluya. Bwana asifiwe. Utasema Yesu nimekutana naye ana kwa macho. Sio ana kwa ana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Huyu mwanamke alipata shida, lakini hakukata tamaa. Katikati ya wanaume wengi pale mpaka amfikie Yesu ilikuwa kwake ni mtihani. Lakini kwa sababu alisema moyoni, kule kusema moyoni kulimtia nguvu ya kwenda. Kule kusema moyoni kulisababisha kulete mabadiliko. Haleluya. Mwaka huu amua kutoka moyoni. Vile unataka vifanyike, amua kutoka moyoni. Usipoamua kutoka moyoni, hutaona mabadiliko. Utashtuka Disemba imefika, hakuna kilichobadilika chochote. Utajikuta bado uko pale pale, hakuna ulichofanya. Bwana apewe sifa. Chukua hatua. Chukua hatua ya imani. Huyu mwanamke alipofika akatembea akamfikia Yesu. Haleluya. Yesu alikuwa na kanzu amevaa.
Na ukisoma katika Biblia ile kanzu ilikuwa haikushonwa, hakuna mahali ambapo uzi ulipita. Ishonwaje sijui. Na ndio maana waliipigia kura, kwa sababu kwanza ilikuwa haikugawanyika, ilikuwa moja tu full. Wakasema hii kanzu hatuwezi kugawana, ngoja tuipigie kura wakati wa mateso yake. Sijui nani aliichukua. Bwana asifiwe. Lakini alikwenda kushika lile pindo la vazi lake, akaenda akalikamata. Alipolikamata ile pindo, akauona muujiza wake. Muujiza wake ukatokea pale pale, damu zikakauka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mguse Yesu leo. Umguse Yesu leo, ili kila ambacho kinakutesa kikome, kiishie hapo, uwe mwisho wa tatizo lako. Haleluya. Unaweza kutiwa moyo katika mambo mengi, lakini lazima uwe na maamuzi wewe mwenyewe. Kuna watu wanaweza kukufariji katika yale unayoyapitia, lakini uwe na maamuzi mwenyewe. Maamuzi yako wewe yatasababisha Mungu ayaone, alafu akutendee. Bwana Yesu asifiwe. Usitake pole za wanadamu, hazitakutoa kutoka mahali ulipo. Usitake faraja za wanadamu, kamwe hazitakuletea suluhisho la tatizo lako. Lakini maamuzi yako yatasababisha ufikie matokeo ya kile ulichokihitaji kupitia Bwana Yesu. Haleluya. Hawa wanafunzi wanamwambia Yesu, anashtuka, anasema kuna mtu amenigusa. Yuko mtu amenigusa. Huyo sio mtu wa kawaida, amenigusa mimi leo. Ona, wanafunzi wanamwambia, Bwana, angalia watu wamekuzunguka hivi, wote hawa wote wamekusonga songa. Wanaokugusa ni wengi, waliokugusa ni wengi. Tutajuaje hapa katikati yetu nani aliyekugusa? Bwana asifiwe. Wanaoenda makanisani sasa hivi ni wengi, wanaolitaja jina la Yesu ni wengi, lakini wangapi wanapokea uponyaji wa Yesu? Wangapi wanafunguliwa na Yesu? Wangapi wanatendewa muujiza na Yesu? Haleluya. Wewe sio miongoni mwa hao wanaolitaja jina la Yesu bila kuona matokeo katika maisha yao. Litaje jina la Yesu, sema, Bwana Yesu, nataka kitu cha tofauti maishani mwangu. Sema, mwaka huu nahitaji kitu cha tofauti. Haleluya. Nisiingie na kutoka kama wengine wanavyoingia na kutoka. Inawezekana unaingia kanisani kila siku unatoka, lakini unaingia unatoka, lakini hujaona mabadiliko katika maisha yako. Sio kusudi la Mungu. Bwana asifiwe sana. Hilo silo kusudi la Mungu. Amen. Mwambie jirani yako, hilo sio kusudi la Mungu. Wewe uingie na kutoka, alafu ubaki hivyo hivyo. Huyo sio Mungu tunayemwabudu. Mungu tunayemwabudu sisi ni Mungu wa matokeo. Haleluya. Haleluya. Mwambie, na mimi nataka matokeo, sio mwakani, mwaka huu. Tena leo nione mabadiliko. Bwana anitendee katika jina la Yesu. Haleluya. Hawa wanawaambia kila mtu amekugusa, lakini Yesu akasema ndio wote mmenigusa, lakini yupo aliyenigusa tofauti. Yupo aliyenigusa tofauti. Haleluya. Naomba leo wewe uwe tofauti na huyo uliyekaa naye. Haleluya. Mgusa Yesu kuliko tofauti kuliko huyo uliyekaa naye hapo. Haleluya. Kuwa makini, kuwa serious, tofauti na huyo uliyekaa naye. Wewe amua kumgusa kisawasawa Bwana Yesu, ili uone matokeo katika maisha yako.
Haleluya. Bwana asiwe sana. Huyu mwanamke aliamua kutoka ndani ya moyo wake, manake alipigana ili afike kwa Yesu, amguse Yesu, apokee uponyaji. Haleluya. Hakusubiri Yesu amguse yeye. Una tofauti. Yule hakusubiri Yesu aje afanye nini? Amguse, amshike. Manake alitumia nguvu. Yesu anasema tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa, ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu, na wenye nguvu ndio wanaupata. Haleluya. Inahitaji nguvu ndani yako ya kusababisha uteke ufalme. Kuteka ufalme ni kuziteka baraka. Kuteka ufalme ni kuteka uponyaji. Kuteka ufalme ni kuteka nguvu za Mungu ndani yako. Lazima utoke pale ulipo, uchukue hatua. Bwana apewe asifa sana. Haleluya. Uchukue hatua ili ukutane na Mungu katika maisha yako. Imani yako wewe inaweza kuleta mabadiliko. Inaweza kusababisha mabadiliko katika maisha yako. Haleluya. Kuna mtu mmoja katika Biblia, tunasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 14 na mstari wa 9. Ukifika soma. Anzia mstari wa 8. Inasema, na huko Listra palikuwa na mtu mmoja dhaifu wa miguu, kiwete tangu tumboni mwa mamaye, ambaye hajaenda kabisa. Mtu huyo alimsikia Paulo alipokuwa akinena, ambaye akamkazia macho na kuona ya kuwa ana imani ya kuponywa. Endelea. Akasema kwa sauti kuu, simama kwa miguu yako sawa sawa. Akasimama upesi akaenda. Na makutano walipoona aliyoyafanya Paulo, wakapaza sauti zao wakisema kwa Kilikaonia, miungu ametushukia kwa mifano ya wanadamu. Amen. Natosha. Bwana asifiwe. Haleluya. Huko Listra neno la Mungu lilikuwa linahubiriwa na Paulo, na kulikuwa na mtu mmoja alikuwa dhaifu wa miguu, kiwete tangu azaliwe. Neno la Mungu lilipokuwa linafundishwa, huyu mtu alikazia macho yule aliyekuwa anafundisha. Alimkazia macho yule aliyekuwa anahubiri. Hakumkazia macho kwa sababu alikuwa anamshangaa, lakini alikuwa analipokea neno la Mungu ndani ya moyo wake. Na Paulo alipomwangalia yule mtu akimkazia macho, akasema huyu ana imani ya kuponywa. Haleluya. Bwana asifiwe. Huyu ana imani ya kuponywa, maana jinsi alivyokuwa analikazia macho, alikuwa analikazia lile neno, akasema mambo haya yanawezekana. Ni kweli hili neno linasema hivi. Maana moyo wake aliufungua, akaanza kulipokea lile neno. Bwana asifiwe. Unajua mhubiri akihubiri, anaowahubiri anawajua. Anajua yule pale akisinzia, anajua huyu hawezi kusipokea neno lolote. Lakini yule anayekazia macho, anajua kwamba huyu ana imani ya kupokea. Haleluya. Ndio maana wote tunakuja nyumbani mwa Mungu, anayepokea mmoja au wawili, wengine wanarudi kama walivyokuja. Bwana asifiwe. Muulize mwenzio, na wewe utarudi kama ulivyokuja? Au unalikazia macho neno la Bwana? Haleluya. Bwana apewe sifa. Haleluya. Huyu alitegemea, alisema kuna jambo kubwa linakuja juu yake. Amen. Na wewe tegemea kitu kutoka kwa Mungu leo. Huyu Mungu akutane na wewe leo. Bwana asifiwe sana. Kwa nini tunaendana kwa imani? Imani yako ndiyo mkono wako wa kupokea. Hiyo imani yako ndiyo itasababisha Mungu atende. Haleluya. Tunasoma katika kitabu cha Waebrania sura ya 11 na mstari ule wa 6. Anasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Na hao wamwendeao Mungu lazima waamini kwamba Mungu yupo, tena huwapa thawabu wale wamtafutao. Bwana asifiwe sana. Mungu yupo. Yule mwanamke alikatishwa tamaa, lakini yeye hakukata tamaa.
aliamua alikubali kwamba Yesu Kristo atanitendea jambo. Bwana Yesu asifiwe. Mjue Yesu uliyemwamini. Yesu huyu sio Yesu yule uliyemsikia juzi, jana na siku zile. Yeye umuone tofauti ndani ya maisha yako. Anaweza kusababisha muujiza. Anaweza kusababisha kupona. Anaweza kusababisha wewe kufunguliwa. Anaweza kusababisha kutia nguvu. Anaweza kusababisha kukomesha matatizo, shida ulizonazo, zikafikia mwisho ukasema hakika Bwana amenitembelea. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi wapo wakatishaji tamaa, sio tu wa nje, hata wa ndani. Wanaweza wakakuvunja moyo na kukatisha tamaa. Haleluya. Hebu tusome katika kitabu cha Marko tena sura ile ya 10. Marko sura ya 10. Kuna mmoja tena alikatishwa tamaa, lakini bado alimwangalia Yesu. Soma mstari wa 46 mpaka 52. Inasema, wakafika Yeriko. Hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Batimayo yule muombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu nirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akasema, Muiteni. Wakamuita yule kipofu. Wakamwambia, Jipe moyo, inuka na kuita. Akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Yesu akamjibu akamwambia, Wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, Mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, Enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua habari za Batimayo, aliyekuwa amekaa barabarani kando ya njia. Yeye kazi yake ni kuomba. Anaomba, nipewe leo mkate, nipewe leo chochote ulicho nacho umpe. Kwa hiyo kazi yake Batimayo. Leo ametajwa hapa Batimayo, sio kwamba alikuwa Batimayo peke yake, kulikuwa na omba wengi sana katika eneo lile. Lakini Batimayo siku ile akaona, leo mimi siombi tena hela, siombi tena kitu chochote, leo naomba kitu cha tofauti kwa Bwana Yesu. Akapiga kelele, Yesu nirehemu, Yesu Mwana wa Daudi nirehemu, nirehemu Bwana Yesu. Wale wote walimuona kama kipofu omba aliyechanganyikiwa. Wakamwambia, hebu nyamaza, usimsumbue bwana mkubwa. Akapiga kelele tu. Yesu, kuna sauti zote zinamwita Yesu, lakini kuna sauti Yesu huwa anaisikia. Haleluya. Sauti ni nyingi zinazomwita Yesu. Hata leo tutakuta tunaenda kumwita Yesu hapa leo, na sauti yako Yesu ataisikia. Haleluya. Na nyingine hata zisikia. Ninaomba Bwana Yesu aisikie sauti yako leo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Walimzuia, lakini yeye aliendelea kupiga kelele, Yesu Mwana wa Daudi nirehemu. Wakamwambia, nyamaza, yeye akasema, Yesu Mwana wa Daudi nirehemu. Ile sauti ya Yesu ya Batimayo ilipenya ndani ya wale watu waliokuwa wanazizuia, ikapenya ikamfikia Yesu mwenyewe ndani, tap, akasimamisha msafara. Bwana asifiwe. Leo simamisha msafara. Haleluya. Simamisha msafara ili Yesu Kristo aisikie sauti yako, aseme unataka nini? Unataka nini? Ili Bwana akutendee. Haleluya. Wengine watakwambia nyamaza, usinyamaze. Wengine watakwambia unapiga kelele, usinyamaze.
Bwana apewe sifa. Haleluya. Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Mara nyingi mtu anachokitaka ndicho anachokipata. Amen. Bwana asifiwe. Kwa nini nasema hivi? Huwa hakuna kitu cha kukukatisha tamaa. Ukiona mtu kina kitu anakitaka afu akipati, hajaamua. Neno gumu hilo. Haleluya. Haujaamua. Bwana asifiwe. Nasema hivi, haujaamua. Lakini ukiamua, wala isubiri kesho, Yesu atakupa. Tusimame. Haleluya. Bwana apewe sifa sana. Sijatumia muda mrefu kukunenea neno hili, lakini Bwana anataka kufanya kitu kwako wewe mwenyewe leo, ili upokee kutoka kwake Bwana. Ili Bwana Yesu atende kitu kutoka kwako. Na kwa sababu tunakwenda kumwomba Mungu, tunataka tumlingane Bwana. Tumlingane Bwana. Ili sauti yako ifike mbele za Mungu leo, jambo la kwanza lazima upatane na Yesu. Kwa hiyo kama uko mahali hapa bado hujampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kukaribisha hapa mbele, ili tutakapoanza kuomba, watu watakapokuwa wakipokea, na wewe uwe miongoni mwao. Uwe miongoni mwao. Kwa hiyo kama Yesu bado hajafanyika kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nyosha mkono wako nikuombee hapo hapo. Nikuombee. Wewe ambao unasema bado Yesu hajafanyika kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nyosha mkono wako ili nikuombee. Ili upatane na Yesu. Naomba uchukue hatua uje hapa mbele nikuombee. Tunapokwenda kumwomba Mungu sasa, Bwana atende jambo katika maisha yako. Akufungue, asababishe upokee kutoka kwake. Maana yeye hashindwi kukupa hitaji lako. Maandiko yanasema kulikuwa na wajane wengi, lakini mtumishi wa Mungu Elisha nabii alitumwa kwa mmoja tu, yule wa Sarepta. Kwa nini Mungu alimchagua mjane wa Sarepta? Kwa nini asichague wajane wengine? Haleluya. Na pia wagonjwa walikuwa wengi, lakini Mungu aliyemponya ni huyo mmoja. Inawezekana wewe leo ndiye ambaye unatakiwa kupona, wengine wote wamekusindikiza. Mwambie jirani yako, mimi sijasindikizwa, nimejileta mwenyewe ili nikutane na Bwana mwenyewe. Wewe uliyefika mahali hapa, kufunika macho yako sasa, niombe kwa ajili yako. Nifuatishe maneno haya. Sema, Bwana Yesu, nakuja mbele zako. Nimejitambua mimi ni mwenye dhambi. Ninakuhitaji wewe Yesu, uyaokoe maisha yangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti. Unisamehe dhambi zangu zote nilizokukosea. Bwana, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Niwe mali yako tangu leo. Bwana Yesu, niponye. Bwana Yesu, niokoe. Bwana Yesu, nitakase. Nipate kibali mbele za uso wako. Niwe mali yako tangu leo. Asante Yesu kwa kuniokoa. Asante Yesu kwa kuniponya. Najikabidhi mikononi mwako. Kuanzia leo nitembee na wewe, niutazame uzuri wako nyumbani mwako siku zote, katika jina la Yesu. Hebu nyamaza, nitaomba kwa ajili yako. Baba, na wakabidhi watu hawa machoni pako Mfalme, kama walivyokuja madhabahuni pako, walipoliamini neno lako Yesu, wakafika wakalikiri jina lako Yesu kwa vinywa vyao. Nguvu ya wokovu ikawafunike katika jina la Yesu Kristo.
Neema yako Bwana ya wokovu ikamjilie kwa nguvu. Tembea pamoja naye, ukamgusa na kumponya. Funike kwa damu yako Yesu Kristo. Mamlaka za giza zimeshindwa, mauti na kuzimu vyote ninavifunga, vina mamlaka juu yake. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana ukamguse, Bwana ukamponya na kumwokoa, ukimpa uzima, nguvu na afya njema. Mwinue Bwana akatembee na wewe mfalme, na mkabidhi mikononi mwako Bwana mjoli wako. Nguvu zako Yesu zikamjilie kwa nguvu, kamfungue kila kifungo kikamwachie. Kwa jina la Yesu Kristo ninavunja kila falme, kila mamlaka wakuu wa giza. Madhabahu yako Shetani tunaivunja na kuiteketeza kwa jina la Yesu wa Nazareti. Bwana ukamgusa na kumponya, ukamwinue. Mondelee mikosi na balaa, magonjwa, dhaifu, mauti na kila balaa ikaondoke mbele za uso wake Bwana. Tembea pamoja naye, neema yako isimpungukie, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Usiondoke huko hapa mbele. Kama unahitaji, njoo katika madhabahu ya Bwana upate kuja kwa Yesu. Unapokuja hapa, njoo kwa Yesu. Usije tu lakini moyoni mwako useme na kuja kwako Yesu, kama yule mwanamke aliyesema na kwenda kugusa pindo la vazi la Bwana Yesu. Hitaji lako lilete kwa Yesu. Yeye Yesu atakwenda kukutana na hitaji lako. Yeye aliye mwaminifu atakwenda kukufungua. Yeye atasababisha muujiza katika maisha yako. Amini kwamba Yesu anaweza yote. Yeye atakufungua, yeye atakuweka huru mbali na vifungo na mamlaka za giza. Usije kwa mazoea. Kama usikii ndani ya moyo wako kuja, usije kwa mazoea. Njoo kwa sababu unasikia ndani kwamba ni siku yako ya kupokea kutoka kwa Bwana. Nami nitaomba kwa ajili yako, alafu nitakuruhusu na wewe pia upate kuomba kwa ajili ya hitaji lako. Baba, ninakutukuza kwa ajili ya neno lako Bwana. Mungu, neno lako halitakurudia kamwe. Lazima litakwenda kutimiza makusudi ya lile ulilolituma katikati ya wana wako Bwana. Neno hili Bwana Yesu limekuja katikati ya moyo wake mtu huyu. Ninaomba lile ambalo Bwana umelikusudia katika maisha yake ukaende kutenda, mfalme, sawa sawa na mahitaji yake. Atakapokwenda kuliitia jina lako Yesu, Bwana Yesu Kristo, kama ulivyotenda kwa mwanamke yule aliyeumwa miaka 12, kama ulivyotenda kwa Batimayo ukasimamisha msafara kwa ajili yake, kama ulivyotenda ukamchagua mjane wa Sarepta, kama ulivyomchagua jemedari Naaman kati ya wakoma wengi ukamponya. Bwana Yesu, ukakutane na hitaji lake asubuhi ya leo. Uende ukamguse kila aliyefika katika madhabahu yako Bwana, ukawaguse, ukawaponye. Tenda ishara, tenda maajabu, tenda miujiza, vifungo vyote kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu vikashindwe juu yao kwa jina la Yesu Kristo. Omba sasa mbele za Bwana. Na vunja kila falme, mamlaka, wakuu wa giza na jeshi la pepo wabaya katika jina la Yesu. Nguvu ya uzima, nguvu ya uponyaji, nguvu ya wokovu, nguvu ya neema ikashuke juu yao. Nateketeza kila kazi ya adui, kila nguvu ya uharibifu, nguvu za magonjwa na mateso katika jina la Yesu, kwa damu na jina la Yesu Kristo, kwa damu na jina la Yesu. Nateketeza katika jina la Yesu. Liitie jina la Bwana, liitie jina la Yesu, liitie jina la Yesu. Bwana wa majeshi, ukamguse kila aliyefika mahali hapa, akapokee uzima, akapokee uponyaji, akapokee uzima. Tenda muujiza katikati yao. Baba wa majeshi, umesema kila atakayeliitia jina lako Yesu atauona wokovu wako Bwana. Wokovu wako uko mahali hapa. Roho wa uzima, roho wa neema, roho wa nguvu,
kila hitaji tunalileta madhabahuni pako Yesu Kristo. Kalitende Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Pokea muujiza wako kwa jina la Yesu. Pokea muujiza wako kwa jina la Yesu. Pokea hitaji lako 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 katika jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu Kristo. Pokea hitaji lako katika jina la Yesu Kristo. Bwana akakutendee, kilio chako kikakome. Bwana akasababishe muujiza, nguvu ya Mungu ikakukamate kwa jina la Yesu Kristo. Pokea hitaji lako mbele za Bwana kwa jina la Yesu. Nguvu ya uzima, nguvu ya uponyaji, Bwana akakutane na hitaji lako katika jina la Yesu Kristo. Pokea hitaji lako kwa damu na jina la Yesu. Bwana akakutendee katika jina la Yesu Kristo. Pokea hitaji lako kwa jina la Yesu. Mungu kakutendee, Bwana Yesu akakutendee. Pokea hitaji lako mbele zake katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pokea hitaji lake kwa jina la Yesu wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana akakutendee. Pokea hitaji lako Bwana, mateso yako yakakome, ukauone mkono wa Bwana juu ya maisha yako. Bwana, guse katika jina la Yesu Kristo. Pokea hitaji lake. Pokea Bwana, pokea hitaji lako kwa jina la Yesu Kristo. Bwana akakutendee, vifungo vikaachie kwa jina la Yesu Kristo. Pokea hitaji lako kwa damu na jina la Yesu Kristo. Bwana akakutendee. Pokea hitaji lake katika jina la Yesu Kristo. Navunja kila madhabahu ya shetani, nikiangamiza na kuteketeza. Pokea hitaji lako katika jina la Yesu Kristo. Pokea hitaji lako. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Nikivunja kila kazi ya adui, uharibifu wa shetani ukashindwe katika jina la Yesu. Naangusha ngome zote, nateketeza katika jina la Yesu. Bwana akakutendee. Pokea hitaji lako kwa jina la Yesu Kristo. Pokea hitaji lako kwa damu na jina la Yesu. Nikivunja kila kazi za shetani, mamlaka za giza, nguvu za kuzimu, roho za uharibifu zikashindwe juu yake kwa damu na jina la Yesu Kristo. Bwana Mungu akakutembelee, akapokee, akakuachie muujiza maishani mwako katika jina la Yesu Kristo. Bwana Mungu akuguse. Pokea hitaji lake katika jina la Yesu Kristo. Pokea hitaji lako mbele za Bwana wa majeshi. Nguvu za Mungu zikawafunike kwa jina la Yesu. Neema yake Bwana ikawe juu yako kwa damu na jina la Yesu. Nakemea na kuangusha kila ngome ya adui, na haribu kila kazi ya uharibifu ikashindwe kwa jina lake Yesu Kristo. Bwana ukaguse na kuwaponya. Asante uliye mwaminifu, katika jina la Yesu Kristo. Funika macho yako pale ulipo. Bwana wa majeshi, kila mmoja katika neno hili Bwana ukamtembelee, ukamguse mfalme, ukamponye. Wewe Yehova ukamwokoe na kumwinua, ukimtia nguvu na kumimarisha. Akapokee Bwana kutoka kwako Yehova. Ninavunja kila falme, mamlaka, wakuu wa giza na jeshi la pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Roho zote za maonezi zikashindwe. Damu yako Yesu ikawafunike watoto wako mfalme, na neema yako Mungu isiwapungukie. Baba, nakushukuru kwa sababu ya uaminifu wako Bwana. Neno lako likatende kazi katika maisha yao kwa jina lake Yesu Kristo, mfalme wa uzima na Mungu wa wokovu wetu, katika jina la Yesu Kristo. Amen.